Karibu sana kwenye mahojiano maalum na mdau, shabiki pamoja na mwanachama sugu wa klabu ya soka ya Simba Sport Club kuelekea mechi yao kubwa dhidi ya Stellenbosch kutokea nchini South Africa. Ni mchezo wa nusu finali ambao utaenda kuchezwa katika ardhi ya Zanzibar, ardhi ya Mama Kizimkazi. Karibu sana. Asante. Asante. Unaweza kunitambulisha? Kwa majina naitwa Malaika wa Simba. Naitwa Malaika wa Simba, na jina langu maarufu ni Malaika wa Simba. Tunachezea simu. Sasa hivi hatuna wasiwasi. Yaani katika miongoni mwa mashabiki ambao wenye raha Afrika hii ni mashabiki wa Simba Sports Club. Kwa hiyo ndio maana mimi niko hapa sasa hivi, niko live, lakini niko nachezea simu kwa sababu sina wasiwasi. Maana naona kabisa kwa mechi yangu kwa tayari hatuishii hapa. Kwa wewe binafsi inaitafsiri vipi kauli mbiu ya hatuishii hapa? Ninaitafsiri kama tulivyoitafsiri kauli tunavuka. Yaani hatuishii hapa, na miongoni mwa kauli ambayo ninavyoitafsiri mimi, ile ni kauli kwamba tunavuka. Na sasa hivi tunasema hatuishii hapa. Lazima kila hatua tunakuwa na slogan mpya ambayo ya kuweza kuwakilisha taifa na Afrika Mashariki na Kati. Maana neno hili sio neno la Tanzania. Neno hili ni neno la nchi zote ambazo zimetuzunguka hapa Afrika Mashariki na Kati. Neno hili kwao ni kama dhahabu. Hii tunavuka ni wapi? Ina ujumbe mzito kiasi gani kwa Stellenbosch? Tunavuka kwa sababu na hatuishii hapa. Ni ujumbe gani mzito kwa Stellenbosch? Yes, tunasema tunavuka na hatuishii hapa. Tunapa salamu Stellenbosch kwamba mnafika kucheza au mmefika kwenye kaburi. Lile kaburi linaitwa ni kaburi la moto. Kwa hiyo maana yake kwamba hata mfanye nini, mnyama Simba Sports Club lazima atavuka, ataingia fainali. Kwa hiyo tumewapa tahadhari wamefika, lakini ufikaji wao wawe watulivu. Wakifanya masihala wanaweza wakapata aibu ambayo kwamba itaandika historia kubwa sana. Stellenbosch ni mchezaji gani wa kuchungwa kwa klabu ya Simba Sport? Alikuwepo ni yule ambaye ni forward wao, ambayo kwa taarifa ambayo tumetea gani wa kuchungwa wa Simba zaidi ya Stellenbosch? Yaani kwamba kwa timu ya Stellenbosch ni mchezaji gani tishio upande wenu ambao unasema Stellenbosch waje kwa umakini na akili zao zote 100? Anafahamika? Nani? Wewe umfahamu? Acha na kusudi. Yaani Watanzania wote na Afrika Mashariki wote wanafahamu. Wewe unasema ufahamu? Haisema kusudi yeye. Nani huyo? Naitwa Ngariba. Ngariba nani? No, unajua tunaposema ni Ngariba, kwanza lazima nikupe tafsiri ya Ngariba kwanza. Ni Ngariba asili yake huwa haogopi mikono. Sawa, na Ngariba yetu wa Simba Sports Club naye pia haogopi kuwageuza na kuwachezea wachezaji wa timu pinzani. Huyo sio mwingine, anaitwa Mpanzu. Yule ndio Ngariba. Kwa hiyo na uzuri wake, nashukuru Mungu, pamoja mechi haijachezwa Benjamin kwa Mkapa. Mechi imeenda kule Amani nchini Zanzibar, katika eneo la mama yetu, kipenzi chetu cha Watanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Ule uwanja ule ni uwanja wa kimataifa. Uwanja ambao ukiangalia picha yake kwa Mpanzu unavyomwangalia, sawa, yani kwamba atawanyanyasa, atawageuza, yani mpaka wale Stellenbosch wale watajuta kwa nini, yani kwa nini wameingia nusu finali. Ni bora wangekubali kufungwa na Zamalek. Unaiona Stellenbosch tarehe 20 ikiwa katika pumzi ya moto? Mimi niwape tu taarifa Watanzania wote ambao wananiangalia. Sawa, Stellenbosch ninawaonea huruma. Unajua ninaposema ninawaonea huruma, Stellenbosch ni klabu ndogo sana. Yaani ni katimu kadogo sana, ambako ukimchukua Stellenbosch, ukimchukua Simba, yani ni sawa na mbingu na ardhi. Hatuwezi kukutana hapa ndani.
milima kwa milima ikutane, binadamu kutana. Sasa Stellenbosch na Simba ni sana, milima kwa milima inakutana wapi? Kwa hiyo maana yake kwamba Stellenbosch ni katimu kadogo, amejipambana kidogo kuhakikisha kwamba eti amemtoa bingwa mtetezi. Ile mimi nasema ni kama ni bahati tu, lakini kwa mnyama Simba Sports Club ana kiu, unajua Simba na kiu yake, amejeruhiwa. Kwa hiyo kwamba sasa hivi anahitaji sana kuweza kuingia fainali na kuchukua kombe la shirikisho, aweke historia yake. Kupitia kauli mbiu ya hatuishii hapa, Simba unaiona ikibakia nusu fainali ama kundi la tatu? Haiwezi kuishia nusu fainali, iwe mvua iwe jua, yani kwamba hata kama wakiungama kutoka hapa washikane, wafungane mashati, hao nani majirani zetu, maana shida wanayesema hivyo ni majirani zetu. Hata wafungane mashati kutoka hapa ninavyoongea mpaka kwenye eneo lao, kwenye site yao ile, lakini bado Simba Sports Club hatuwezi kuishia hatua ya nusu fainali. Tunawapa taarifa, Simba Sports Club hatuishii hapa, tunaingia fainali kwa kishindo. Yani mechi tu ya tarehe 20, mechi ya kesho, mechi ya tarehe 20 mechi ambayo tunaicheza, na mechi tukimaliza hapa tushaingia fainali. Labda tukupe taarifa, yani tunacheza tunamaliza tushaingia fainali. Yule jamaa anaenda kupigwa mvua za yani magoli ya mvua. Kama unaona sasa hivi kila mvua ikinyesha lazima ilete mafuriko, ndo sawa na Stellenbosch watakapopigwa magoli ya mafuriko. Bwana, kama wewe ni Fadlu Davis, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sport Club, unapewa wachezaji wote takriban wa Simba, ni nani ambao unaweza ukaanza naye first 11 kwenda kumwadhibu Stellenbosch? Kwanza kabisa yule mwenye mikono 16 ambaye kamzidi mpaka Michael Kane, kamzidi yule, alikuwa mikono 12, huyu ana mikono 16, maana yake kwamba ni amezidi. Kwa upande mwingine tunakuwa na wasiwasi kama sijajua kama yule ni binadamu au jini, au watakuwa na kategori mbili, upande jini upande binadamu. Huyu ndio tutakuwa kwanza. Lakini wa pili anafahamika kinywaji ambacho kwamba kinatumika sana nchi na duniani, pombe au aka Shomari Kapombe, au Baba Esther, ambaye ni yeye mzee wa kuadhibu penalty ya mwisho. Lakini kushoto kwangu huku captain yule ana mwili mdogo, lakini ana mambo makubwa hayakutokea katika dunia hii. Yani mwili wake ukimuona na mambo anayetenda ni vitu tofauti. Kwa hiyo Hussein captain wetu, nafasi yake ile namba 2, ambaye kwamba kazi yake ni kumwaga majalo, ambayo kwamba akimwaga kule kuna mtu kule tamtaja baadaye, kazi yake ateseki sana. Lakini pia namba 4 tuna Hamza ambaye ni mwamba spare, ni mwamba, kijana ambaye anatumia akili nyingi kwa nguvu, yani miongoni mwa beki ambaye anatumia akili nyingi. Mimi siwafiche, Hamza na akili nyingi mno mpaka zinamwalika sawa. Lakini ndio tarajio la taifa la kesho. Lakini pia nambari 5 tulipo mambo yetu tunajua mambo yetu majeruhi, na bado hajarecover vile aweza hata mechi kucheza. Kwa hiyo tutamweka tu kijana wetu ule ambaye anafanya vizuri, lakini ni mzito. Najua yule ni mzito sana. Shida kila msumbua ni mzito, yani umri wake ni mdogo, ana umri mdogo, ana ubira zuri, lakini ni mzito mno. Lakini hatuna namna, kwa sababu yuko na fundi au mafundi Hamza. Kwa hiyo J atamfanyaje? Atamtuliza, mweke bayana Samia. Jina lake kwa umri alitoka sana, Kolobwe, sio Kalabwe, anaitwa Kolobwe. Ndio kwa natafuta neno Kolobwe.
Korobu hii ndio hivyo, ni mzito lakini ni naye pia hapendi kupitwa, kwa sababu akipitwa hana uwezo kumkuta. Sawa, kwa sababu yeye hana kasi kama alivyokuwa Shemalon. Then yule kasi hana. Kama alivyokuwa nani? Kama alivyokuwa Shemalon. Shemalon. Yes. Wewe kasi yake ndogo sana. Kwa hiyo ndio maana kwamba akiwa anacheza hapendi kupitwa na Fuad. Sawa, anamaliza naye kwamba yeye Fuad anabaki mpira unaenda. Lakini nambari 6 nisimsahau mtu mwenye miguu mirefu na pia ni mrefu na pia miguu yake inatumika vizuri. Ngoma Mwamba kwa kweli. Anazidi kutuzishia kwamba ni ngoma, kwa nini haitwa ngoma. Lakini namba 8 nitamweka kama kaida yetu, kazi yake ni kuwapunguza. Yani yeye anawapunguza na punguza wale wote ambao wanajifanya wana vigui. Ukifika amekufinya umetulia. Unaelewa? Nani mweke bayana. Ukiniuliza swali afu la msahau. Afu wewe utakuwa na asili ya nani? Au ngoma kagoma. Nani? Wewe una asili ya au una asili ya Yanga hii. Kwa sababu utakuwa unanipulizia dawa. Yaani nimemtaja ngoma, usema kagoma unanisaulisha. Hii tabia sijaipenda. Twende. Kagoma anakaa pale nambari 8 kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba mipira yote anaweza kuizuia na pia kupandisha mashambulizi kwa kasi. Sawa, lakini bila kusahau namba 7 nitamweka yule nini mkata nakata miti yote ilishindikana, ambaye anaitwa Kibu Denis. Kibu Denis unajua na asili ya Kiulaya yule, basi tu kuchezea bongo usema tu kwa sababu ya Kibu Denis. Ukimwangalia vizuri Kibu Denis shida yake ni moja tu. Shida ya Kibu Denis, Mungu amempa uwezo wa kuchezea mpira na kukimbia na nguvu, lakini Mungu alichomfanya Kibu Denis hajakupa akili ya soka. Kapewa akili ya nini Kibu Denis? So, amepewa akili ya nguvu na kuchezea mpira na kukimbia, lakini akili ile ya soka kusema kwamba hapa ni hapa nifanye nini. Unajua Kibu Denis mchezaji mzuri sana. Kinachomfanya Kibu Denis hata kufunga magoli asifunge magoli mengi sana. Kwa nini? Kwamba hana akili nyingi ya kisoka. Akili ya soka inahitaji kwamba iende kuwa faster. Yani ndani ya sekunde umeshatafakari ushafanya. Yani ndani ya sekunde moja umeshatafakari na umeshafanya maamuzi. Sasa yeye ndani ya sekunde moja anaisha utafakari. Anakuja kufanya maamuzi sekunde ya pili kwamba tayari too late katika soka. Hicho Kibu Denis ndio ambacho kinamfanya kwamba yeye anaishia kwamba kuwa anacheza mpira na kimjetungia, baadaye performance yake anakuwa mchezaji bora wa mechi, lakini unakuta kwamba hajafanya kile ambacho Watanzania au wana Simba tunachokihitaji. Lakini Kibu Denis ni mwamba, anakaa pale namba 7. Sawa. Lakini kabla sijafika kule, hapa katikati namba 10 nitamtia chance Awa. Awa ni kijana ambaye ana kasi lakini ana akili nyingi ya kisoka kuliko Watanzania tunavyodhani. Yani ni yule ndio mtu mchezaji ambaye ana akili nyingi ya soka. Yani ndani ya sekunde moja akitafakari na kufanya sekunde hiyo hiyo. Lakini nambari 7 Ngariba. Nambari 11. Namba 11 Ngariba. Ngariba ndio namba yake, na kwa sababu Ngariba huwa na uwezo kucheza namba 11 namba 7. Yeye zote namba zake, lakini kwa nikiweka kikosi changu atakaa namba 11 ili kwamba awalinyase sawa na mpira inge nao kwa hapo mwisho siku awajeuza afunge peke yake. Si mwandulia. Lakini namba 9 nitamwanzisha Mkwala. Kwa nini kwa nini Mkwala? Unajua tunapohitaji kupata ushindi tuna kila sababu kumfanya Mkwala hawe hanzi. Mkwala ni mchezaji ambaye anafika kwenye position ya tukio kwa wakati. Simandulia. Lakini pia Mkwala ana uwezo wa sana ya kuzitumia zile cross ambazo anazopiga captain, lakini pia cross anazopiga Baba Esa. Simandulia. Kwa hiyo yeye ana asilimia zaidi ya 70
mipira mingi ya cross anaiwini yeye, na anaiwini yeye sio kwa bahati mbaya, anaiwini yeye, na akiwini, angalia target ya kichwa chake kinaenda wapi. Mpira na lazima uwe yani kwamba head on target au off target. Sio yeye lazima ni mwanzisha, lakini pia ni mwepesi, ananyumbuka mno, mnyumbuliko ni migeuko iko vizuri. Sio kwa hiyo kwa kikosi changu kwa hapa lazima hawa watu wafanyaje, lazima waanze, lakini huku benchi nitamwambia apashe kijana mmoja ambaye ni hatari anaitwa Chasambi, lakini pia nitamwambia apashe Fernandez the ball, sawa, lakini nitamwambia apashe pale nani Aweso kwa sababu na pia ni mzuri, sawa. Wako wengi, lakini hicho ni kikosi nambari moja cha. Hivi ukipewa nafasi ya kwenda kwenye dressing room, chumba cha kubadilisha nguo cha klabu ya soka Simba Sport Club kuelekea mechi hiyo, una neno gani kuambia viongozi wachezaji? Neno langu mimi lipo au yapo, lakini kubwa zaidi ni kuwaeleza wale washambuliaji wetu, tunazungumzia namba 7, namba 10, 11 na namba 9. Niwaeleze waache binafsi choyo, sawa. Simba ndio inatakiwa ishinde, sio mchezaji ashinde. Ndio hicho kitu ambacho kinachokosa Simba Sports Club, tunashindwa kupata matokeo au magoli mengi ni kwa sababu ya ubinafsi. Kwa mimi nitawaambia kwamba waache ubinafsi, kwamba yoyote atakayekuwa ndani ya nafasi ya kufunga anapasa apewe afunge, ili kuhakikisha kwamba nusu fainali tunamaliza, tunaingia fainali tukiwa tuko nyumbani, kwa sababu ili tupate kuingia fainali ni lazima nyumbani tutumie uwanja wa nyumbani, na lazima mcheza kwao mtunzwa, sio atunzwe peke yake, atunzwe na kujua, yani tunatunzwa tumeshinda goli 5. Maana yake kwamba tunasema ni kweli kwamba sasa tukienda kule wale hawana uwezo wa kufunga ngapi, goli 6. Kwa hiyo maana yake inakuwa ni sisi ya tushaingia fainali, tuende kukamilisha tu. Kwa hiyo ni kitu ambacho nitupewa nafasi ya kuingia katika vyombo vya kubadilisha nguo basi za wachezaji, hivyo viongozi fado kwa wachezaji itaweza hivyo. Ye unadhani unawaambia nini washabiki wa timu pinzani ambao wanabeza kauli yenu ya atuishi hapa? Kwanza niwaeleze katika miongoni mwa klabu au vilabu ambavyo vilivyolaaniwa na Mungu, sawa, ni klabu ya Yanga Afrika. Klabu ya Yanga imelaaniwa na Mungu. Kwani mpinzani wako Yanga ama sera yote? Mimi mpinzani wangu ni Yanga. Mimi sema bodi sio mpinzani wangu. Na wanasema hivyo wote ni Yanga. Na hilo sema mwingizo ni Yanga, sera bodi sio mjua. Sema bodi mingewe pia juice. Kwa hiyo ni Yanga ni miongoni mwa klabu imelaaniwa. Kwa hiyo sasa inamaanisha nini? Wa kila mmoja anayeshabikia Yanga na pia kalaaniwa na Mungu. Kwa hiyo visioni shida na sio ajabu kwamba wakiongea wamelaaniwa, ila mashabiki watu ambao hawajalaaniwa, wana neema, walibarikiwa na Mungu, wanajua kwamba Simba hatuishi hapa. Hali kadhalika hata wewe unajua kabisa Simba kwa mpira huo na katimu waka Simba hawezi kuishi hapa, hawezi. Simba lazima afike fainali. Kwa hiyo mimi waeleze hao kama wameungana sema mamake sasa wote wanajiita ni Stellenbosch. Sawa, wameungana wote walifanya South Africa Stellenbosch. Sawa. Kwa hiyo sisi hatuna shida. Mimi malaika wa Simba sina shida. Na wana Simba wote tuna shida. Ila tunawapa tutaanza. Bodoza yupo. Sumaduria. Kwa hiyo watake wasitake Simba tunaingia fainali. Inaenda kulikuausha ni mwaka 93. Wakati huo nipo pale Kariakoo, nilikuwa nashona viatu. Simba anacheza fainali. Sasa baada ya pale sasa sijaiona tena Simba ikicheza fainali zidi ya nusu fainali. Sasa
nusu fainali hatuitaki, tunataka fainali. Sasa mwaka huu ndio Simba inaenda kunikumbusha miaka zaidi ya miaka 20 na ushe iliyopita. Shumadulia. Kwa hiyo niwape pole, swali lako tu niwape pole, ila nao pia waungame kwa pamoja. Sawa, waungame kwa pamoja. Simba pekee ndio klabu ambayo safari inaenda inatupa raha. Kama sijaweza kusema, unajua Daktari Samia Suluhu Hassan, rais kipenzi cha Watanzania, ni mama yetu, ameweka yani kutoka kwenye milioni 10 labda na kupata taarifa ameongeza tena milioni 10 zingine, kila goli moja bilioni 20. Hiyo taarifa ifike kwa Elie Mpanzu. Sasa hiyo taarifa na Mpanzu, taarifa anayo tushamwambia kwa tayari kwamba wajue kabisa hao waliolaaniwa wajue kabisa kwamba safari hii taifa liko na Simba. Sasa wewe kama uko na Simba, taifa liko na Simba, wewe uko na Simba, wewe mtu wapi? Sio umelaaniwa, unataka uchunguzwe. Inawezekana kama Mtanzania, tunajua tuna Watanzania kubwa sana, Watanzania wengi wakimbizi, lakini Watanzania wote wako na Simba Sports Club. Viongozi wote wa kiserikali wanasema kwamba taifa kwanza au mengine yote baadaye. Sasa wanakuuliza swali, unafikiri Simba akichukua ile kombe, hiyo chani itakuwaje bara lake ya nchi? Bwana, hii ni tamati ya quiz Helikopta. Vile vile usisahau kusubscribe, like na kucomment kurasa zetu za Instagram, Facebook, X pamoja na TikTok kwa jina la Mabo Afrika. Ulikuwa nami presenter wako Media_77 midfielder kitaa chako, na nilikuwa na mgeni wangu hapa, Malaika wa Simba. Asante. Malaika wa Simba umenitagia, mimi sijui kutaka. Mimi naitwa Malaika wa Simba au mfasi mkubwa wa Mposa Borodoza. Mtumishi bora nchini. Na mimi hapa kabisa taarifa. Malaika wa Simba anasema hakuna mtumishi ambaye mwenye kibali cha Mungu kama Borodoza Mwamposa. Mwamposa chochote akiomba kwa Mungu anamjibu. Yaani yeye peke yake, na ndio maana serikali inamchukua Mwamposa. Ukiona mpaka serikali inamwamini, huyo ndo ana kibali cha Mungu. Wengine wote matapeli. Na ndio maana alisema Simba inaingia finali. Imeisha. Mwamposa, shikamoo. 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 Asante. Do 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 do.